alipoamua. Kulikuwa na njaa katika nchi, akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Na jina la mtu huyo alitwe Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni, Waefrati wa Bethlehemu ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu, wakakaa huko. Akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili, nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu. Na jina la mmoja alitwa Orpa, na jina la wa pili Ruthu. Wakakaa huko yapata miaka 10. Wakafanya Maloni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Ndipo alipoondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka nchi ya Moabu, maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula. Basi akatoka pale alipokuwapo na wakweze wawili pamoja naye, wakashika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Kisha Naomi akawaambia wakweze wawili, nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Bwana na awatende mema ninyi kama ninyi mlivyowatendea mema hao waliofariki, na mimi pia. Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Kisha akawabusu, na wakapaza sauti zao wakalia, wakamwambia, la sivyo, lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Naye Naomi akasema, enyi wanangu, mrejee, kwani kufuatana na mimi, je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu, hata wawe waume zenu. Enyi wanangu, mrejee, nendeni zenu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini, kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume, je, mngesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Mngejizuia msiwe na waume? La sivyo, wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Nao wakapaza sauti zao wakalia tena, na Orpa akambusu mkwewe, lakini Ruthu akaambatana naye akasema, tazama, shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake. Basi urejewe umfuate shemeji yako. Naye Ruthu akasema, usinisini kuache, nirejee nisifuatane nawe, maana wewe wendako nitakwenda, na wewe ukapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana anitende vivyo na kuzidi, ila kufa tu kutatutenga wewe nami. Basi alipomwona kuwa amekaza nia yake kufuatana naye, aliacha kusema naye. Hivyo hao wakaendelea wote wawili hata walipofika Bethlehemu. Na ikawa walipofika Bethlehemu, mji wote ulitaharuki kwa habari zao. Nao wanawake wakasema, je, huyu ni Naomi? Akawaambia, msiniite Naomi, niiteni Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Mimi
Najua Bwana ameshuhudia juu yangu, na Mwenyezi Mungu amenitesa. Basi Naomi akarudi pamoja na Ruthu Moabi mkwewe, ambao walirudi kutoka nchi ya Moabu, nao wakafika Bethlehemu mwanzo wa mavuno ya shayiri.